صبر زميل المنذري elimu kwa dalili. قال الله تعالى إنا كل شيء خلقناه بقدر. kila kitu Allah amekiumba kwa kipimo na qadar. وقال جل وعلا وكان أمر الله قدرا مقدورا. وقال جل وعلا الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. taja qadar katika kitabu chake katika aya nyingi. Na kuamini qadar kuna utulivu mkubwa sana wa moyo unaompata mwanadamu. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في الفوائد كتاب شاك الفوائد سمع أساس كل خير أن تعلم أن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. msingi wa kila khairi ni kuamini kuwa anachokitaka Allah subhanahu wa ta'ala kitakuwa, na kile asichokitaka Allah subhanahu wa ta'ala hakiwi. ndio msingi wa kila khairi. kiendelea kusema fatayaqan hina idhin anna alhasanat min ni'amihi, kwa uwe na yaqini kuwa yale mema unayoyafanya ni katika neema za Allah subhanahu wa ta'ala. amekukadiria wewe ukawafanya mema, sio kuwa mimi na wewe ni werevu ndio leo tumekuja hapa tukaswali. hii ni kwa fadhila za Allah na neema zake, fadlan min Allah wa neema. leo wakati sisi tukisikia adhana tuje msikitini kuswali, wako wanaojiita waislamu wako nje waswali, hawakupewa taufiki ya kufanya hivyo. Allah akatuwafikisha akatuleta hapa tukaswali kwa taufiki yake Allah subhanahu wa ta'ala. kwa ni neema kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. wakati katika huu ulimwengu uliojaa kufr na ilhad, fitna zilizojaa katika ulimwengu, Allah akatuchagua kuwa nyinyi mtakuwa waislamu. na neema kama hii, alhamdulillah, neema kubwa sana. kisha baada ya kukuchagua wewe kuwa muislamu, Allah akakujalia wewe katika ahlus sunna, katika salafiyin. hii ni fadhila kubwa sana. jua hivyo tu kuwa Allah subhanahu wa ta'ala amekuchagua, si kwa kuwa mimi na wewe ni werevu sana. la qala wa anna as-sayyi'at min khidlanihi wa 'uqubatihi, na maovu anayoyafanya mja ni kwa kunyimwa taufiki na Allah subhanahu wa ta'ala, na ni adhabu kutoka kwa Allah kwa madhambi yake mwenyewe, kwa makosa yake mwenyewe. falamma zaghu azagha Allah qulubahum. ukishajua hivyo, fatabtahil ilayhi an yahula bainaka wa bainaha, watakikana umuombe sana Allah subhanahu wa ta'ala awe ataweka kizuizi usiyafanye yale maovu. wala yakilaka fi fi'li alhasanati wa tarki sayiati ila nafsik, na asikuache akakuegemeza kwa nafsi yako katika kufanya mema na kuacha maovu, sababu huwezi. wahitaji tawfiki ya nani? ya Allah subhanahu wa ta'ala. wamhitaji sana. قوله والعبد يسعى ويجهد، فإيمان العبد بأن الأمور كلها بقدر الله لا يعني أن تعطل الأعمال وتهمل الأسباب. mja kuamini kuwa mambo yote yapelekwa kwa kadari ya Allah subhanahu wa ta'ala haimaanishi basi asifanye amali. basi Allah ndiye anayepeleka mambo, basi mimi sifanyi na wacha kile nilichokadiriwa kitanipata. haimaanishi hivyo. wala usizembee katika sababu za kupata kilichokuwa na khairi na wewe. usizembee, fanya kazi, jishughulishe, fanya mema, jisukume. ihris ala
ma yanfa'uka, kile kilicho na manfaa na wewe ya kidunia na akhira, kuwa na pupa nacho, fanya kazi, jibidishe. Asije mtu wa tablighi hapa akaja akakwambia basi toka, umwambie wewe bwana mimi nina shughuli zangu nafanya, akwambia Allah atakufanyia hiyo, wewe toka tu. Kisha aje kuletewa kisa, kuna bwana mmoja ametoka kwake, mwenye nyumba amemfungia kufuli, watoto wake wako ndani, atafungwa mwenye nyumba mpaka akome, fungie mtu na watoto wake wako ndani. Lakini kisa hiki chaelezwa na watu wa tablighi, na siku hizi pia wao wavuta mavideo pia waeleza kwenye YouTube. Mmoja eleza hivi, sema kabaniwa kufuli akatoka. Ukitaka kujua kuwa hii khuruji ina karamat, unajua wale masufi tu, masufi mamboleo, eti akitoka akirudi awakuta watoto walala pale pale wako sawa kabisa, basi ashabul kahfi. Sisi tunajua hilo ni jambo ambalo Allah amewapa ashabul kahf, kumbe pia watoto wako ashabul ghurfa. Maana yake umwacha watoto siku 40 untoka, ukirudi wako hai walala vile vile, hawajaamka hawajafanyika chochote, na mwenye nyumba hana habari, amwafungia na kufuli akawacha hapo hapo. Sasa wewe ifuate hiyo sanad. Sasa mwambie hebu hicho kisa sanadi yake iko vipi, au mwenye nyumba yupi, na huyo mtu alipata hivyo nani, kisha ufuatilize uone kama utampata.